Afya ya akili ni nini? Asante sana sister. Afya ya akili neno pana kidogo, lakini maana yake halisi ni kwamba ni ile hali ya kuwa na msawazo katika akili yako ambao utakusaidia kupambana changamoto zako za kila siku na ukakufanya ukatoa mchango chanya kwenye jamii yako. Tunapozungumzia masuala ya afya ya akili tunazungumzia katika nyanja tatu. Sawa Ndio. Masuala ya kihisia, masuala ya kifikra na masuala ya kijamii. Kwenye hisia tunamaanisha uwe na uwezo wa kuhimili masuala yanayohusisha hisia, ikiwemo furaha, huzuni, hasira, kutokuridhishwa na mambo fulani. Sasa hapo ukiweza kuyahimili mambo kama hayo, maana yake uko sawa kwenye upande wa hisia. Lakini ukija kwenye masuala ya fikra, kufanya maamuzi, kutatua changamoto, kuitikia, kwa mfano nikakwambia inuka kimbia, ukainuka ukakimbia, maana yake umeweza kutumia akili. Sasa ukiwa una uwezo wa kufanyia kazi vitu kama hivyo, unaweza kuwa uko sawa kwenye masuala ya kiafya ya akili. Lakini kwenye masuala ya kijamii, ukaweza kuendana na jamii kama inavyotarajia. Kwa mfano kwenye jamii yetu ya Tanzania tutarajii mwanaume ukatoka umevaa gauni, si ndio hivyo? Ndio. Haiwezekani. Katika hali ya kawaida. Katika hali ya kawaida. Kwa hiyo ukiona hauenendi kama jamii yako inavyokutarajia, maana yake unashindwa kuendana na uhalisia wa maisha, au akili yako inashindwa kupambana na changamoto zinazohusisha masuala ya kijamii. Maana yake unakuwa una changamoto ya afya akili. Kwa hiyo sasa ukiwa uko sawa kwenye masuala ya kihisia, ya kifikra na masuala ya kijamii, na siku hizi tumeongeza na masuala ya kiimani, ukiwa uko vizuri katika hizo nyanja zote, maana yake wewe una afya bora ya akili. Msikilizaji wa Amani Radio angependa kufahamu ninapokuwa na afya bora ya akili, ni viashiria gani ambavyo naweza kuviona nikang'amua na nikakiri kwamba kweli afya yangu ya akili iko sawa, au kinyume na hapo afya yangu ya akili ninapata changamoto, ninahitaji usaidizi? Ni viashiria gani ambavyo msikilizaji anaweza kuviona kwenye maisha ya kila siku ambavyo vinaweza kumsaidia kung'amua hili? Vitu gani vinaweza kuonesha kwamba sasa tayari kumeanza kutokea changamoto au kumeanza kuyumba? Kiuhalisia masuala ya afya akili hauendi kupima damu kama vile unapimwa damu au ulete mkojo, ulete hichi tukupime. Hapana. Huaga tunafanya assessment, tunasema upembuzi yakinifu. Ukikaa na mtaalamu anakusikiliza na anajaribu kutafuta hizo changamoto. Lakini sasa unawezeje kugundua ukiwa katika mazingira yako ya kawaida, maisha ya kawaida? Na hii inakuwa rahisi sana kwa wale watu ambao wapo karibu, yani watu ambao wanazungukwa na watu wanaowajali na kuwapenda. Maana yake inakuwa rahisi kuanza kung'amua vitofauti vidogo vidogo kama ifuatavyo. Moja, huaga ni masuala ya usingizi. Ukiona mtu ameanza kupata changamoto kwenye masuala yake ya usingizi, aidha analala sana au anakosa usingizi kabisa, huyo tayari tunaanza kusema ameanza kuwa na dalili zinazoashiria kuna kitu hakiko sawa kwenye akili yake. Kitu kingine, kukasirika kirahisi. Ilikuwa sio rahisi huyo mtu kukasirika, ghafla siku hizi ukimtania kidogo anakasirika, anafura hasira kwelikweli. Muda mwingine unakuta amekasirishwa asubuhi, kila atakayekutana naye kwa siku hiyo kutwa nzima anakuwa ni mhanga wa hasira yake. Maana yake huyu mtu tayari kuna shida. Kitu kingine, huyu mtu huwa anaweza kuwa ana tabia za kuanza kuwa anajitenga. Mara nyingi hupenda kukaa peke yake, wanaita self isolation. Unakuta muda mwingi anatumia yakiwa peke yake na hataki kuzungumza na watu. Ilikuwa si kawaida yake kwa mazoea tunavyomfahamu, lakini siku hizi ameanza kuwa mtu wa kujitenga sana. Hiyo ni moja ya kiashiria kwamba mambo hayako sawa. Kitu kingine, huwa anapoteza hamu na hamasa ya kutenda mambo ambayo amezoea kuyafanya. Kwa mfano alikuwa ni mtu anayependa kazi yake, anahudhuria kazi kila siku mapema, lakini siku hizi anakuja kwa kuchelewa sana, au anatumia nguvu kubwa kuwepo kazini. Akiwepo kazini anatafuta sababu ya kutoka pale, angalau atoke atembee, yani energy anayoitumia kubaki eneo la kazi inakuwa kubwa sana. Maana yake kuna kitu hakiko sawa. Vitu vingine ni kwamba, kwa mfano mtu alikuwa na tabia ya
ambao tumeizoea, yani inatabirika kusema fulani ni mcheshi sana fulani, lakini ghafla amebadilika. Alikuwa atumii vilevi, ghafla anatumia vilevi tena kwa kasi kubwa. Aidha anavuta sigara, ghafla mmeanza kumuona anavuta sigara, au anakunywa pombe sana, au hata anakuja kazini anajificha, lakini mkimsikia karibu na nusu harufu ya pombe na si kawaida yake. Ameanza kunywa hadi anakuja kazini amekunywa. Hiyo ni kiashiria kimoja wapo mambo hayako sawa. Jambo lingine ni mtu akiwa na furaha iliyopitiliza. Sawa, mtu furaha yake imepitiliza mno. Huyo pia tunaanza kuwa na wasiwasi na yeye. Akiwa na huzuni iliyopitiliza, huzuni ambayo haiondoki, kama imemshikilia, imenasa pale pale, huyo pia tunaanza kufikiri ana changamoto. Jambo lingine ambalo tunaweza tukaliweka hapa, mara nyingine ni ile hali ya ukimwona mtu mara nyingi anaonesha hali ya kukata tamaa. Ukiongea naye anaongea maneno yenye viashiria vya mlengo wa hasi zaidi. Ana negative thought nyingi sana. Maana yake huyu mtu hayuko sawa. Lakini ukiongea naye mara nyingine ni mtu mwenye mawazo ya kujihukumu. Sawa, mara zote anajiona mwenye hatia, mkosaji, hichi ni mtu wa kulalamika tu. Huyo mtu maana yake tunaanza kufikiri kuna kitu hakiko sawa. Umeona lakini jambo lingine ni masuala ya hamu ya kula. Mtu akiwa anakula sana au amepoteza hamu kabisa ya kula, siku inaisha yote hajala kitu na anaona ni sawa tu, basi huyo mtu tunaanza kufikiri wenda kuna kitu hakiko sawa. Asante sana daktari kwa ufafanuzi huo mzuri wa dalili za mtu ambaye anaendea kupata changamoto ya afya ya akili. Leo tunaangazia juu ya afya ya akili na nipo na mbobezi wa masuala ya afya ya akili kutoka hospitali ya rufaa ya Mount Meru. Unaweza kushiriki kwenye kipindi hiki kwa kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0766528204 nasi tutausoma ujumbe wako. Daktari, umefafanua vizuri viashiria hivi vya kuwa na hasira, usingizi unaopitiliza au kukosa usingizi. Pengine mtu anaweza akawa na msongo wa mawazo, mtu anaweza akakosa pia kujiamini na kujidhamini. Na msikilizaji ambaye ndio kwanza anajiunga na sisi anaweza kupenda kufahamu anapogundua sasa au anapoona viashiria hivi vya awali kabla hajafikia hali mbaya ya huyu mgonjwa au huyu ambaye anaendea changamoto ya akili, anaweza kuchukua hatua gani au tahadhari gani anaweza kuchukua ili kujikinga dhidi ya madhara ambayo yanaweza kujitokeza kwa kupata changamoto kubwa ya afya ya akili? Sawa. Nashukuru sana. Nitawaelezea wasikilizaji hatua gani unaweza ukachukua. Lakini kabla kufika huko, nilikuwa nataka tusisahau kitu kimoja. Ndio. Nafikiri watu watakuwa wanatamani sana kujua vitu gani vinasababisha. Sawa. Sababu za mtu kupitia au kupata changamoto za afya ya akili. Sawa Ndio. Pamoja na sababu zingine nyingi ambazo tutaziongelea, lakini sababu kuu zimegawanyishwa katika makundi matatu. Sawa Ndio. Ambapo la 4 ndio lile kidogo tunagusia na masuala ya imani. Sababu hizi zimegawanyika kwenye masuala ya kibiolojia na masuala ya kisaikolojia, lakini pia masuala ya kijamii, tukijumlisha kidogo na masuala ya kiimani. Sawa. Tukianzia kwenye upande wa biolojia, wanasema miili yetu inaendeshwa na kemikali mbalimbali. Sawa zingine zinatumika kama vibeba taarifa, neurotransmitters, na vingine vinakuwa tu homoni za kawaida. Sasa hivi vitu vinafanya kazi nyingi sana kwenye miili yetu, ikiwemo kwenye mfumo wa akili. Wakati mwingine kukiwa kuna changamoto katika uzalishwaji wa hizo kemikali, kunaweza kuleta shida kidogo kwenye akili ya binadamu. Sasa kibiolojia unasema kwamba vitu ambavyo vinasababisha mtu apate changamoto ya afya ya akili, kwanza anarithi vinasaba. Kama kwenye familia yake kuna mtu yoyote aliwahi kuwa na changamoto ya afya ya akili, huyu ndugu anarithi vinasaba kutoka kwa huyo ndugu yake.
Kwa hiyo kinachosubiriwa ni sababu, kitu gani kitakuwa kama kichocheo hii changamoto ionekane bayana sasa kwa watu. Kwa mfano changamoto inaitwa schizophrenia, kuna changamoto inaitwa hisia mseto au bipolar. Hizi ni changamoto za kurithi. Sawa? Na kwa sababu mtu amerithi, kinachosubiriwa ni sababu. Na sababu inaweza kuwa umri, inaweza kuwa jambo lolote ambalo linatokea kwenye jamii, msongo wa mawazo, huzuni zilizopitiliza na vitu vingine vingi. Jambo lingine kwenye masuala ya kibiolojia ni mtu akiugua maradhi ya muda mrefu. Kwa mfano kansa, ukimwi, sukari, pressure. Haya maradhi ambayo mtu anaugua muda mrefu sana. Haya yana uwezo wa kuchangia au kuchochea taratibu mtu akafikia hatua kupata changamoto ya afya ya akili. Lakini pia kwenye masuala ya kibiolojia ni matumizi ya vilevi au madawa ya kulevya. Haya taratibu yanabadilisha mfumo uliopo katika uendeshaji wa mambo katika akili ya mtu, baadaye anakuja kupata changamoto ya afya ya akili. Tukija kwenye masuala ya saikolojia, haya yanahusisha mtu amejengaje utashi wake, falsafa zake za maisha toka analelewa mdogo. Daktari, kabla hatujaangazia upande wa saikolojia, tusalie hapa kwenye upande wa biolojia. Umetaja sababu za kibiolojia, mojawapo ikiwa ni ya kurithi, na umetolea mifano kadhaa ya schizophrenia na nyingine ambazo mtu anaweza kutoka nazo katika familia, kwamba tatizo hili liko kwenye familia na ni la kurithi. Ndio. Ikiwa sasa liko kwenye familia, tunaamini sasa kwamba mmoja kati ya wanafamilia, kama sio kizazi hiki au kizazi kingine, anaweza kurithi shida ya afya ya akili. Ndio. Hapo tunaweza kujipanga vipi kama familia ili kwamba shida hii tumeshangamua ipo ndani ya familia? Ni nini ambacho tunaweza kufanya kwenye upande wa biolojia? Ni kwamba wanasema siku hizi ukitaka kuoa, kwa sisi ambao bado tuna masuala ya kuoana, unatakiwa ufanye uchunguzi sana habari za mwenzi wako unataka kumuoa. Kama natoka kwenye familia hiyo sipati mchumba. Haimaanishi upati, lakini kupanga ni kuchagua. Okay. Lakini pia kitendo cha kuwa aware, nafahamu huyu mwenzi wangu niliyemuoa kwao kuna asili ya jambo kama hili. Kwa hiyo tunatarajia mtoto wetu huenda akapata hivi vinasaba, lakini sasa mara nyingi hizi changamoto zina muda ambao waga zinaanzaga kujionesha sana. Hasa mtoto akifika umri wa balehe na kuendelea. Sawa? Ndio. Sasa kipindi hicho mnaanza kuwa mnaangalia kama kutakuwa kuna mabadiliko yoyote kwa mtoto au kwa mhusika. Sasa mkishaanza kuona viashiria, basi mnaanza kufanyia kazi mapema. Kikubwa huo unajua shida ipo. Ukishafahamu mapema, maana yake huyu mtoto anaweza akawekwa kwenye dawa ambayo inamsaidia asipate dalili mbaya, kwa sababu zile dalili ndo zinakuwaga controlled na dawa. Lakini tofauti na hivyo, anafundishwa mtindo bora wa kufanyia kazi mambo yake. Masuala yanayompa stress hizi, labda useme msongo wa mawazo, namna gani anashughulika na masuala yake ya hasira na vitu vingine, namna gani anatatua changamoto zake, awe na mtindo bora wa maisha. Akishakuwa na mtindo bora wa maisha, hizi hata kama changamoto ipo pamoja unayo, lakini unabaki kuwa mwanajamii wa kawaida na maisha yanaendelea. Sawa, nimefurahi hapo ulipotolea mfano kwamba ni lazima kucheki afya kabla ya kuoa au kuolewa. Ndiyo. Kwa sababu shida hii ni pande zote mbili, sio kwa kijana anayeoa tu, hata yule anayeolewa huenda ikawa shida iko upande wa pili, kwamba ningamue ninayeolewa naye ni nani, na anayeoa angamue pia anayemuoa ni nani, na anatokea kwenye ukoo au familia ya aina gani. Tumeona pia katika umri mdogo watoto wameanza kupata shida ya afya ya akili. Wengine wanashindwa kumaliza masomo. Tunaweza kusema wamechelewa kuchukua tahadhari au ni nini kimetokea? Yaani kweli, taarifa ni kitu muhimu sana. Wanasema once you are informed, yani ukiwa umepewa taarifa, ni wewe sasa jukumu lako kufanyia kazi. Sasa asilimia kubwa watu wengi hawajui kwa nini watoto hupata shida kipindi wameanza wakiwa shuleni. Kipindi wameanza kufikisha miaka 13, 14, 15, hii bare kipindi inaanza, changamoto hizi hujitokeza sana. Sawa? Kwa sababu gani? Kwa sababu wanakuwa wanapitia mabadiliko makubwa sana katika miili yao, ya kihomoni, ya kifikra. Sawa? Sasa wa kike anaanza kupata
hedhi, anaota matiti, anaanza kuwa na ngozi iliyonawili, anaanza kuwa na matamanio upande wa pili, sawa na pia anaanza kusumbuliwa na vijana, sawa lakini pia lulu yake inabadilika, ile nafasi yake katika jamii, kutoka kutritiwa kama katoto wanaanza kumtriti kama dada, sawa anapewa majukumu mapya nyumbani, maelezo anayoyapata ni ya tofauti, changamoto zinakuwa za tofauti. Hivi vyote vinaweza kuchochea kuwa kama kichocheo cha kuonesha changamoto. Lakini pia kipindi hichi miaka hii 14 15 na watoto wao wanatoka wanaenda mbali na nyumbani kimasomo, anafaulu labda anatakiwa kasome Mwanza, sawa aende Pwani kwa Arusha. Kwa hiyo pressure ya kuwa na mazingira mapya, anakutana na watu wapya, itikadi mpya, anakuta labda anasoma shule ya kiimani, alikuwa na imani tofauti. Yaani hivyo vitu vyote ambavyo kwake ni vigeni vinakuwa kama pressure ambayo inaweza kumsukuma changamoto ikajitokeza. Wa kiume vile vile anaanza kupata ndoto nyevu, sauti inabadilika, kuna namna anaanza kujiona anataka uhuru wake sana, kila kitu akiambiwa anaona kama anapangiwa sana maisha. Kuna muda mtoto anaanza kuwa ile sauti ya watu wa age yake inakuwa ina nguvu kuliko ya wazazi, anaamini anafahamu vitu vyote. Sasa kipindi hichi kinakuwa kwao ni kipindi kigumu, na asipopitishwa vizuri ndio inakuwa kama kichocheo. Lakini pia kipindi hicho wanakuwa ubongo wa mbele unakomaa, ambao unawafanya wao watu wa kufikiri zaidi, sio kama zamani akiwa mdogo hata mama na baba wamegombana nyumbani yeye hata haimshughulishi. Lakini kipindi hichi tayari anaanza kufikiri, kwa nini baba akampiga mama, kwa nini mama alimtukana baba pale, au anaanza kuwa anachukulia mambo kwa uzito, anafikiri, hataki majibu ya ndio na hapana, anataka maelezo. Sasa kipindi hichi na kingine huwa wana ubongo wenye shauku sana kutaka kujua. Ndio maana kipindi hichi ndio watoto wanajaribu sana kuvuta sigara, kuvuta bangi, kunywa pombe kidogo, kufanya mapenzi. Ni vitu ambavyo havikuwepo kwenye akili zao, lakini ile shauku inamsukuma, je, nikifanya itakuwaje? Umeona, wanacheza kamari kipindi hicho, wanacheza sana magemu, wanatumia sana mitandao ya simu, wanakesha huko, wanaangalia TV, wanaangalia movie sana. Sasa hichi ndio vinakuwa vichocheo vya ile changamoto kujionesha. Kwa hiyo sasa wale ambao wanashindwaga kuwasaidia watoto, unakuta hadi anakimbia anaacha shule, ni kwa sababu wamechelewa kutoa msaada saidizi wakati sahihi. Lakini waga hawajachelewa sana. Umeona ukishaona mtoto anapata mabadiliko haraka, mchukue mpeleke kwa wataalamu wa afya akili, aje wafanye assessment, waseme hichi anachopitia ni bale peke yake au tayari kuna shida ya afya akili. Mnaainisha sasa, mnaona kwamba hii ni changamoto tu ya makuzi au ni afya ya akili imeanza? Akija kwetu tunafanya upembuzi yakinifu, alafu anapatiwa majibu, bwana huyu mwanao anachopitia hichi ni bale tu. Tunazungumza naye na wewe tunakuequip, tunakupa mbinu ambazo zitakusaidia wewe namna gani uende nayo kijana wako asiwe wafujo kiasi hicho, na bado aweze kubaki na mtazamo na focus na shule. Pengine daktari, kuna aina ngapi za afya ya akili? Kwa sababu tunakutana na watu wa aina mbalimbali wenye changamoto hii katika umri tofauti. Labda kitaalamu kuna aina ngapi za afya ya akili? Kitaalamu kuna aina ngapi ya changamoto za afya ya akili? Changamoto za afya ya akili mimi naziita zote changamoto, lakini sasa inaweza kuwa chanzo chake ni je, ni tabia fulani, sawa? Je, ni ile ya kulisi imechochewa tu imetokeza? Kwa hiyo sasa kuna changamoto za afya ya akili ambazo kama hizi ambazo zinatokana na masuala ya kawaida tu, kama vile labda msongo wa mawazo, sonona, hasira, wasiwasi uliopita